Jana niliweza kutoa video ambayo ilikuwa inamhusu mama wa Torenza ambaye kwa mujibu wake alipatikana huko Marekani akiwa katika ukaguzi wa kukaguliwa vitambulisho vyake. Alikutwa ametoka katika nchi ambayo inaitwa Torenza. Kimsingi nchi ambayo inaitwa Torenza hapa duniani hatunayo, yani hakuna. Hivyo basi baada ya kuuliza ni kwa wapi, akajibiwa kwamba yuko Marekani, ndipo aliposhtuka na kusema hii sio dunia yangu na sikupaswa kuwa mahali hapa. Lakini baadaye alipochukuliwa kwenda katika chumba cha kufanyiwa mahojiano, aliyeyuka, yani alipotea katika mazingira ambayo mpaka sasa hajaeleweka. Video hizo zimekuwa zikitapakaa na story na vitu kama hivyo. Sasa leo nimekuja na uchambuzi yakinifu kuhusiana na ukweli wote kuhusiana na hili hapa jambo, lakini pia baadaye tutaenda kuzungumza na mchambuzi wetu ambaye leo tuko naye hapa katika studio zetu za Blue House Dex Media, lakini tutawasiliana naye kwa njia nzuri kabisa mubashara online. Ataenda kutueleza uchambuzi huu, maana tumepata story pia kumekuwa kuna zunguka kwa baadhi ya rumors kwamba mwezi wa 11 Novemba dunia inatarajiwa kuvamiwa na viumbe kutokea nje ya dunia. Hapa nazungumzia viumbe aliens ambao wamekuwa ni viumbe tishio zaidi hapa duniani, kwa sababu ni viumbe ambao wana akili kuzidi binadamu. Kwa mujibu wa majarida mbalimbali online yameweza kuchapisha habari kwamba viumbe aina ya aliens kutoka nje ya sayari yetu ya dunia wamepanga kuja kuivamia dunia katika mwezi Novemba, mwezi ujao, mwezi wa 11. Sasa je, katika hili kuna ukweli wowote? Nitaenda kuzungumza na mchambuzi wetu, yeye ndo atatupatia mbivu na mbichi, ataenda kutuchambulia kabisa tuweze kuelewa hili sakata likoje. Maana tayari tumeshamuona huyu mwanamama ambaye ameweza kutua huko Marekani, lakini alipoulizwa ametokea wapi akataja nchi ambayo haijai kuwepo kabisa hapa duniani, lakini baadaye wakati anafanyiwa mahojiano akapotea, kitu ambacho kimeshtusha watu wengi zaidi. Nikurudishe nyuma kidogo, mwaka 1947 inasadikika, japo haijathibitishwa rasmi na vyombo vikubwa kama NASA huko Marekani, ambapo ndo chombo ambacho kinajihusisha na mambo yote ya anga, yani astronomia. Sasa mwaka 1947 dunia inasemekana ilipokea ujio wa viumbe kutoka nje ya dunia. Hapa nazungumzia aliens, ambapo ilisemekana kwamba kuna ajali ambayo ilitokea huko Roswell, Mexico, ambapo katika mwaka huo kilionekana kifaa aina ya UFO, unidentified flying object, kwa maana ya kwamba vifaa ambavyo vinapaa angani visivyojulikana. Hivyo kifaa hicho kiliweza kupata ajali pale Roswell, Mexico mwaka 1947, lakini mpaka sasa serikali ya Marekani kupitia jeshi lake liliweza kusema kwamba hivyo ilikuwa ni balloons ambazo zilikuwa zinatumiwa jeshini kama mazoezi. Kuna eneo ambalo linaitwa Area 51 huko Marekani, eneo ambalo linasadikika kwamba limeweza kupokea viumbe kutoka nje ya dunia, aliens, kwa zaidi ya mara 3, lakini mpaka hivi sasa hilo eneo la Area 51 limekuwa ni eneo la siri zaidi, ikiwa ni kambi la jeshi la anga. Nitakumbusha moja kati ya tukio ambalo lishe kutokea huko Marekani, ambapo Osama bin Laden alishe kuuawa na jeshi la Marekani. Ndege ambayo ilitumika ni ndege ambayo ilitoka katika hiyo kambi ya jeshi ya Area 51. Moja kati ya ndege ambayo ilienda kufanya mashambulizi kumuua Osama bin Laden ilikuwa ni ndege kutokea katika hilo eneo la Area 51 huko Marekani. Kwa hivyo eneo hilo ni eneo ambalo linamilikiwa chini ya jeshi la Marekani, lakini kupitia sekta ya anga. Hivyo eneo hilo limekuwa linasadika sana kupokea viumbe hivi kutoka nje ya dunia, japo limekuwa likikana mara zote, na eneo hilo linajulikana kama eneo la siri zaidi kwa kutokea duniani. Pamefungwa CCTV camera kiasi kwamba hata sisimizi yakipita nje ni rahisi sana kuonekana, kulingana na ulinzi mkali ambao uko katika kambi hiyo ya jeshi ya Area 51 huko Marekani. Sasa ni mtu msikilize mchambuzi wetu ambaye ataenda kutushambulia hili swala. Je, ni kweli dunia inatarajia kupokea ujio wa aliens, viumbe kutoka nje ya sayari yetu hapo mwezi Novemba? Tupate uchambuzi kidogo. Tuko na mambo mawili hapa kwa niaba ya familia yetu ya Blue House Dex Media, wanahitaji kufahamu uchambuzi yakinifu kabisa kuhusiana hili jambo ambalo limeweza kuzuka majira ya juzi, video ya mwanamama ambaye imekuwa ikisambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ambaye inasemekana sio mtu wa dunia hii kulingana na ye, kwa mujibu wake jinsi alivyosema baada ya kukaguliwa vitambulisho vyake kwa Marekani. Na tumaini umeweza kuiona na wewe pia hiyo video Ndiyo, nimeweza kuiona. Mitandao ya kijamii imeweza kutangaza na kwa wengi wakiwa wamegusia kwamba kuna uwezekano wa huyo mama kuwa ametokea sayari nyingine. Kiufupi naweza nikagusia vipengele tofauti tofauti kwa ajili ya kukanusha hizo video na kwamba ni rumors tu. Tukianza kwanza, kuna maendeleo ya teknolojia ambayo yanaendelea duniani kulingana na wanasayansi kuvumbua vitu mbalimbali ambavyo vinaikabili mitandao, ikiwepo AI, artificial intelligence.
Okay. Na hii kwa namna moja itakuwa imechangia kwenye hiyo video, kwa sababu tukiangalia hakuna uwezekano wa mtu kutoka sayari moja kwenda sayari nyingine kwa usafiri wa kawaida. Na tukiangalia kimifumo ya sayari, hata wanasayansi wameshajaribu kuchunguza, hakuna sayari nyingine ambayo inasapoti kuishi viumbe hai. Hivyo haikuwa rahisi kutoka sayari nyingine kuja kwenye sayari ya dunia. Lakini pia kwa sayari zao hizo wamepata wapi kugundua ubunifu wa mavazi na vitu vingine kadhalika? Isingekuwa rahisi. Amekuja akiwa na muonekano wa binadamu ambao wanaishi katika sayari ya dunia. Okay. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba sio kitu ambacho kinaweza kikawezekana. Wengi wamejaribu kupitia na kuongelea kwamba anaweza kama ametokea kwenye kuta za dunia ambapo ni nyuma ya miamba ya barafu. Okay. Yeah. Hiyo inaweza kuwa kweli, lakini haijachukuliwa kivile, kwa sababu tunapoangalia vyanzo vya usafirishaji kwenye hiyo mipaka ya dunia vinaweza vikaa havijafika kulingana hata na mazingira ya kihali ya hewa. Okay. Lakini maswali mengine ambayo tunaweza tukajiuliza, maswali madogo madogo tu. Yeah. Tunaweza tukachanganua kwenye upande wa lugha. Je, mtu anaweza akatoka sayari nyingine aje aongee lugha sawa na watu wa dunia? Hicho kitu kitakuwa hapana. Na je, waliwezaje kuwasiliana naye? Tukija mfumo wa fedha, alitumia vyanzo gani vya mapato kulipia wakati anatoka huko Tokyo mpaka kuja Japan? Na je, huko Japan na Tokyo wakati anatoka hakuna vyombo vya usalama ambavyo vinaweza vikahakikisha yeye ni mtu wa wapi? Okay. So hivyo vinaweza vikatuonyesha kwamba kwa namna moja au nyingine sio kitu cha kweli. Okay, asante sana mchambuzi. Lakini tumalize na swala la mwisho. Hivi karibuni pia katika miezi ya 7 na ya 8 pale kumezuka taarifa kwamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii dunia inatarajia kupata uvamizi kutoka kwa viumbe kutoka sayari nyingine, yani viumbe kutoka nje ya dunia kuja kuivamia sayari yetu ya dunia. Viumbe hivi ambavyo vimetajwa ni aliens, viumbe ambavyo vinasemekana vina akili zaidi kuzidi binadamu. Pengine hilo lina ukweli ndani yake ama ufafanuzi wake ukoje zaidi? Hapo ningeweza kutanganua kwamba ujio wa viumbe vyenye akili zaidi kuvamia dunia ni kwamba sio rahisi hivyo, kwa sababu tungeshaanza kuziona dalili mapema. Lakini pia hiyo imechochewa kulingana na vyombo vya habari na kulingana na wachambuzi wa mambo ya anga au wana saikolojia wa anga ambao tunaita astronomers. Walikiri uwepo wa vitu ambavyo viliweza kuonekana kwa mbali vikiwa vinakuja usawa wa dunia, vikija kwa kasi kwenye mfumo wa sayari, kwamba vinakuja kwa kasi usawa wa dunia, ikapelekea kuleta sintofahamu nyingi na watu kuzua maneno kwamba kuna uwezekano wa aliens kuja kuvamia. Lakini sio kitu ambacho kinaweza kikatokea, kwa sababu hata shirika la NASA ambalo tunasema ni shirika la anga la Marekani halijathibitisha hiyo taarifa. Kwa hiyo hakutokuwa na uwezekano hicho kitu kutokea. Kinatokea na kinazidi kuongeleka kutokana na utabiri na kuonekana kwa baadhi ya nyota zinazokuja kwa kasi na kuonekana kama ni vyombo ambavyo huwa aliens au viumbe hawa wenye akili zaidi huwa wanasafiria. Lakini naweza nikaikanisha kwamba sio. Huyo alikuwa ni mchambuzi, ameweza kutuchambulia vizuri kabisa. Kumbe ili sekeseke la viumbe hawa ambavyo jinsi mitandao mbalimbali ya kijamii imeweza kusema kwamba wanatarajiwa kuja kuivamia duniani kutokana na kitu ambacho kilionekana huko juu, tunaita sky. At the sky ilionekana kuna kitu ambacho ni muundo wa kama chombo cha aliens ambacho kinajulikana kama UFOs, yani unidentified flying object, ambapo mara nyingi wamekuwa wakivitumia pale pindi wanaposafiri. Sasa hiyo sio taarifa ya kweli, lakini hata ile ya kwanza ya Mwanamama pia nayo sio taarifa ya kweli. Uvumi huu unavumishwa tu na mitandao, mabloggers mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Unalizungumziaje ile hapa jambo kwa upande wako? Share comment yako hapo chini. Mimi naitwa Daud Alexander Skodrizi, hapa ni Blue House Dax Media. Subscribe.